Naam, karibu tena mtazamaji. Huku tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC pamoja na shirikisho la kandanda duniani FIFA zikiendelea na uchunguzi wa kashfa ya shilingi milioni 42, tuhuma mpya zimeibuka katika shirikisho la kandanda nchini FKF, huku rais wa FKF Hussein Mohamed akiandamwa tena kwa ubadhirifu wa shilingi milioni 60, fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya maandalizi ya timu ya taifa Harambee Stars kuelekea dimba la CHAN lilofanyika Agosti mwaka 2025. Davis Beria ana taarifa zaidi kuhusu sakata hiyo. Rais wa shirikisho la soka nchini FKF Hussein Mohamed pamoja na kaimu katibu mkuu wa FKF Dennis Gisheru sasa wamemulikwa na idara ya upelelezi wa jinai nchini DCI wakichunguzwa kuhusiana na madai ya matumizi mabaya ya fedha zilizokuwa zimetengwa kwa maandalizi ya timu ya taifa Harambee Stars kwa mashindano ya dimba la CHAN 2024 yaliyocheleweshwa na kufanyika Agosti 2025. Tarehe 2 Septemba 2025, Wizara ya Michezo inadaiwa kutoa shilingi milioni 60 kwa akaunti za FKF, mbali na shilingi milioni 25 zilizokuwa zimetolewa awali kusaidia maandalizi ya Harambee Stars. Kulingana na nyaraka zilizowasilishwa kwa DCI na kamati ya NEC, mapema mwaka 2026, akaunti ya bodi ya usimamizi wa Harambee Stars ilikuwa na salio la shilingi milioni 64,667,903, lakini ndani ya miezi miwili salio hilo lilishuka hadi shilingi milioni 30,941,781 kufikia Aprili 23, 2026. Shilingi milioni 30 zikifujwa bila maelezo wala nyaraka za matumizi kuwasilishwa kwa NEC. Ushahidi wa akaunti unaonyesha kuwa malipo ya kiholela yalifanywa kwa kampuni ambazo hazikuwa zimeidhinishwa awali bila kupitia ukaguzi na idhini ya NEC. Kampuni zilizoorodheshwa katika nyaraka hizo ni pamoja na Track and Trace, Abrakubi, Jetways, Ride Travel, Lux Travel, Goldlink Insurance Brokers, MC Sports na Sports Pulse Limited, huku ikiwa hakuna hata mmoja ya kampuni hizo iliyo kwenye orodha rasmi ya FKF ya kampuni zilizopitishwa kwa kipindi cha 2025 hadi 2027. Kulingana na stakabadhi zilizowasilishwa kwa DCI, hakuna mtoa huduma hata mmoja aliyekuwa ameorodheshwa katika mfumo wa matumizi uliokuwa umeidhinishwa na wizara aliyelipwa licha kutolewa kwa shilingi milioni 60. Kampuni moja iliyokuwa imepewa kandarasi, Topline Limited, tayari imewasilisha kesi dhidi ya FKF ikitaka kulipwa takriban shilingi milioni 60 kwa huduma zilizotolewa. Tuhuma hizo zinaibuka wakati Kenya ikijiandaa kwa mwenyeji wa dimba la AFCON 2027, huku rais wa FKF Hussein Mohamed akiwa mmoja wa viongozi wa kamati ya maandalizi ya mashindano hayo kama naibu mwenyekiti. Davis Beria, KTN.